Kuna watu ukikutana nao mara ya kwanza, unaweza kuwachukulia kawaida sana. Ni watu wasiopenda makelele, hawajioneshi, hawabishi kila kitu, na mara nyingi huwa kimya kuliko wengine. Lakini ukweli ni huu, watu hao ndio huwa na uelewa mkubwa kuliko wengi wanaopenda kuonekana wenye akili. Mtu mwenye uelewa mkubwa si lazima awe tajiri, si lazima awe na vyeti vingi sana, na si lazima awe maarufu. Mara nyingi watu wa aina hii huonekana kama watu wa kawaida kabisa, mpaka siku utakapogundua jinsi wanavyofikiri, jinsi wanavyotazama maisha, na jinsi wanavyoweza kuona vitu ambavyo wengine hawaoni. Cha kushangaza ni kwamba jamii huwa inawapuuzia sana watu wa aina hii. Wengine huonekana waoga, wengine huonekana wapole kupita kiasi, wengine huonekana kama hawajiamini, lakini ndani yao kuna kiwango kikubwa sana cha uelewa ambacho watu wengi hawakifikii. Katika video hii utaenda kuona ishara 10 za mtu mwenye uelewa mkubwa sana. Ishara ambazo wengi huziona kila siku lakini hawazitambui kabisa. Na ukifika mwisho wa video hii, unaweza kugundua kwamba kuna mtu mmoja uliwahi kumdharau. Kumbe alikuwa anaona mbali kuliko wewe. Moja, hawapendi kubishana kila wakati. Mtu mwenye uelewa mkubwa anajua kwamba si kila vita vinahitaji kupigana. Watu wengi hudhani kushinda mabishano ndio ushindi mkubwa. Lakini mtu mwenye akili ya ndani anaelewa kuwa muda wa mwingine ukimya ni nguvu kuliko maneno 100. Ukiona mtu habishani sana, usikimbilie kusema hana point. Inawezekana ameona kwamba unachosema hakiwezi kubadilishwa kwa maneno, na badala ya kupoteza nguvu anaamua kukaa kimya. Watu wenye uelewa mkubwa hujua kwamba si kila mtu yuko tayari kuelewa ukweli. Ndio maana hawawezi kutumia muda wao wote kujitetea mbele ya watu wanaotaka kushinda tu. Pili, huwa wazuri wa kusikiliza. Watu wengi husikiliza ili wajibu, lakini mtu mwenye uelewa mkubwa husikiliza ili kuelewa. Ukikutana na mtu anayekupa nafasi uongee bila kukukatiza tamaa au kukatiza kila dakika, huyo si mtu wa kawaida. Kuna uwezekano mkubwa na uwezo mkubwa wa kuelewa watu. Kusikiliza ni uwezo ambao watu wengi wameupoteza. Kila mtu anataka kuonekana anajua zaidi. Lakini mtu mwenye uelewa mkubwa anajua kwamba unaweza kujifunza mengi zaidi ukiwa kimya kuliko ukiwa unaongea muda wote. Na mara nyingi watu hawa ndio hugundua matatizo ya wengine haraka sana, kwa sababu wanawasikiliza kwa umakini uliopitiliza. Tatu, hawapendi kujionesha sana. Kadri mtu anavyozidi kuelewa maisha, ndivyo anavyozidi kupunguza kelele. Watu wenye uelewa mkubwa hawana haja ya kuthibitisha kila kitu kwa dunia. Hawahitaji kila mtu waone wamefanikiwa. Hawahitaji kushindana na kila mtu. Wanaelewa kwamba maisha si mashindano ya kuonekana bora kuliko wengine. Ndio maana mara nyingi watu hawa huvaa kawaida, huishi kawaida, na hata mafanikio yao huyaficha kimya. Na jambo la ajabu ni kwamba watu wengi huwachukulia poa sana kwa sababu hawaoneshi sana walicho nacho. 4, kufikiri kabla kuongea. Kuna watu maneno yao hutoka haraka kuliko akili yao, lakini mtu mwenye uelewa mkubwa huwa makini sana kabla hajafungua mdomo. Anaelewa kwamba neno moja linaweza kujenga au kubomoa kitu kikubwa sana. Ndio maana watu hawa hawakimbilii kutoa maoni kwenye kila jambo. Wakati mwingine unaweza kudhani hawana cha kusema, kumbe wanachambua kwanza kila upande wa jambo hilo. Na mara nyingi wakiongea, maneno yao huwa mazito kuliko ya wale wanaoongea sana. 5, huwa wanajichunguza sana. Mtu mwenye uelewa mkubwa huwa anajitazama yeye mwenyewe kabla ya kuwaonyeshea wengine vidole. Anajua kwamba hakuna binadamu mkamilifu. Watu wengi hupenda kuona makosa wengine, lakini hawataki kuona mapungufu yao wenyewe. Lakini mtu mwenye uelewa mkubwa hujiuliza, nimekosea wapi? Ninaweza kubadilika vipi? Au nina tabia gani inanirudisha nyuma? Unaweza pia kujichunguza, na ndio huwafanya watu hawa wakue kiakili haraka kuliko wengine, kwa sababu badala ya kulaumu dunia kila siku, wao huanza kujirekebisha kwanza. 6, hawaamini kila kitu wanachoona. Mtu mwenye uelewa mkubwa anajua kwamba si kila tabasamu lina upendo, na si kila maneno mazuri yana ukweli. Ndio maana hawawezi kudanganywa kirahisi. Hawaangalii tu kile kinachoonekana juu, huangalia matendo, tabia na mifumo ya mtu. Wakati wengine wanavutiwa haraka na maneno matamu, wao hutulia kwanza kuchunguza. Na hii ndiyo sababu mara nyingi
watu wenye uelewa mkubwa huwa wagumu kuingia kwenye matatizo mengi ya kijinga, kwa sababu hawaamini kila kitu haraka. Lakini 7, huwa na amani hata wakiwa peke yao. Watu wengi hawawezi kukaa wenyewe hata dakika chache. Lazima wawe na kelele, simu, watu au hata burudani muda wote. Lakini mtu mwenye uelewa mkubwa huwa na uwezo wa kukaa peke yake bila kujihisi mpweke. Kwa nini? Kwa sababu akili yake ina dunia kubwa ndani yake. Anaweza kutafakari, kupanga maisha yake, kujifunza au kufikiria mambo makubwa bila kuhitaji attention kutoka kwa watu wengine kila dakika. Na ukweli ni huu, mtu anayeshindwa kukaa na nafsi yake mwenyewe mara nyingi bado hajajielewa vizuri. 8, huwa hawahukumu watu haraka. Kadri mtu anavyozidi kuwa na uelewa mkubwa, ndivyo anavyozidi kuelewa kwamba kila mtu ana vita yake. Ndio maana hawapendi kuhukumu watu kwa haraka. Wanaelewa kwamba kuna watu wanatabasamu lakini wanaumia ndani. Kuna watu wana hasira lakini wamepitia maumivu makubwa sana. Na kuna watu wanaonekana wabaya lakini mazingira ndiyo yaliyowabadilisha. Hii haimaanishi wanakubali kila kitu, hapana. Lakini wanajaribu kuelewa kabla ya kuhukumu. Na uwezo huo huwafanya wawe na hekima kubwa sana katika mahusiano yao. 9, huwa wanauliza maswali mengi ya ndani. Mtu mwenye uelewa mkubwa haridhiki na majibu mepesi. Anapenda kujua kwa nini. Kwa nini watu wanafanya hivi? Kwa nini maisha yako hivi? Kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa na wengine wanashindwa? Kwa nini dunia inaendeshwa namna hii? Maswali haya huwafanya waendelee kujifunza kila siku. Na ukweli ni kwamba watu wengi wenye uelewa mkubwa hawajioni kama wanajua kila kitu. Kadri wanavyojifunza zaidi, ndivyo wanavyogundua jinsi ambavyo bado kuna mengi hawajui. 10, huwa wanaweza kutambua watu feki haraka. Mtu mwenye uelewa mkubwa huwa makini sana na tabia za watu. Anaweza kuona mtu anayetabasamu lakini hana nia nzuri. Anaweza kuona mtu anayejifanya rafiki lakini ana wivu ndani yake. Na anaweza kuona mtu anayejifanya mnyenyekevu lakini anatafuta sifa. Kwa sababu ya uwezo huu, watu wengi wenye uelewa mkubwa huwa na marafiki wachache sana. Hawapendi kuzungukwa na watu wengi wasiokuwa na maana ya kweli kwenye maisha yao. Wanachagua quality kuliko quantity. Na mara nyingi ukiona mtu ana watu wachache lakini ana amani kubwa ya moyo, usimdharau. Inawezekana anaelewa sana tabia za binadamu kuliko hata wewe. Uelewa mkubwa haupigi kelele. Mara nyingi watu wenye uelewa mkubwa huonekana wa kawaida sana mbele ya macho ya dunia. Hawajionyeshi, hawashindani sana na hawapendi drama zisizo na maana. Lakini ndani yao kuna uwezo mkubwa wa kuona maisha tofauti ya wengine. Na labda baada ya video hii utaanza kuangalia watu kwa macho tofauti. Kwa sababu si kila anayekaa kimya hana akili. Si kila asiyejionesha hana thamani. Na si kila anayepunguzwa hana kitu cha muhimu ndani yake. Wakati mwingine watu wenye uelewa mkubwa ndio wale ambao dunia haijawahi kuwapa nafasi ya kueleweka. Kama umefika mwisho wa video hii, andika kwenye comment, uelewa wa kweli hauhitaji kelele. Na usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya video nyingine kama hii.